Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yoshi Testimony TV, yaani ushuhuda wa Yesu Kristo. Chaneli yetu hii ina lengo moja tu, ya kuhubiri habari njema ya Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa watu wote. Hivyo fungua moyo wako, akili yako, ili uweze kupokea neno hili la Mungu siku ya leo. Siku ya leo tunaenda kujifunza neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 12. Biblia inasema, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu hii, mistari iliyopita nilielezea zaidi kuhusu Yesu, kwamba hapo mwanzo alikuwepo, alikuwa kwa Mungu, akawa nuru. Lakini mstari wa 10 huu Biblia inaendelea kutupa maneno haya ambayo mtumishi wa Mungu Yohana alituandikia, kwamba alikuwako ulimwenguni. Alikuwepo ulimwenguni kabla ya kuumba kwa kila kitu, kama tulivyosoma pale juu kwamba pasipo yeye hakuna kitu ambacho hakikufanyika. Hata kwa hiyo ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Ulimwengu huu hawakutambua. Wote waliomuona Yesu walijua amekaa naye. Wengine walijua kwamba huyu ni mtoto wa seremala, huyu ni mtoto wa Mariamu, huyu mtoto wa Yusufu, tunamjua tu mtoto wa kawaida. Lakini hawakujua kwamba huyu ndo aliyekuwepo kuanzia kwenye uumbaji. Huyu ndo aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyopo. Hawakujua kwamba huyu ndio neno. Maneno yote ambayo wanasoma ya Torati ya Musa, maneno mengi ambayo walikuwa nakalili kama wale Wafarisayo, hawakujua kwamba huyu ndio neno ambayo namsoma. Huyu ndio Torati yenyewe. Huyu ndio sheria zote ziko kwake. Na huyu ndio Mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na nchi na dunia. Hawakumtambua. Sasa 11 anasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Na hapa ndipo tunapopata masomo mawili katika habari hizi. Somo la kwanza tutaangalia inamaanisha nini Biblia inaposema alikuja kwake, walio wake hawakumpokea. Lakini pia somo la pili tutaangalia bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa tutaangalia maneno haya mawili, watu wanaosema alikuja kwao hawakumpokea na kina nani, na inamaanisha nini, na hii bali inamaanisha nini. Hawa waliompokea wakina nani ambao walipewa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu? Ndio habari njema nionao siku ya leo. Tuendelee kufuatilia. Tuanze basi kuwaona hao ambao Biblia inasema alikuja kwake, walio wake hawakumpokea. Masomo yaliyopita nilitoa historia kidogo kwamba Agano la Kale inahusu zaidi taifa la Israeli na Wayahudi. Na nilitoa ufafanuzi kidogo kuhusu mahusiano wa Israeli na Wayahudi. Hawa Wayahudi ndio walikuwa wanajiona wao ndio wameshika dini, wameshika Torati. Hawa ndio wenye Mungu, hawa ndio wenyewe kabisa. Hata wa majirani zao wa Israeli wengine kama wa Samaria na wengine wanaona hawajashika vizuri, wa pembeni wametengwa, hawa najisi. Lakini hawa Wayahudi wao ndio walijiona, na ndivyo walivyokuwa wameshika Torati. Na hawa wengi walikuwa pale Yerusalemu ambapo hekalu limejengwa. Kwa hiyo hapo tunakutana na watu Mafarisayo kama Nikodemu, ambao tutakuja kumuona Yohana 3 mstari wa 1. Hebu tusome Biblia yako, Yohana 3 mstari wa 1. Sema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Tunamuona pale Mfarisayo, hao wameshika Torati, wameshika dini. Alafu mkuu wa Wayahudi, kuna Wayahudi
Wasadukayo sijui na wengine tutakuja kuona, lakini huyo Wayahudi wameshika Torati. Kiongozi kama naweza kusema labda kiongozi wa wachungaji au askofu ambaye mwanatheolojia leo shiba Torati. Na hawa tutakuja kuwaona sana, hata sura ya 8 Yohana 3 tutakuja kuwaona. Labda nisome hii na Biblia nasema kwamba waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika kuzini. Muka katikati wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa akiwa amezini. Basi katika Torati ya Musa ilituamuru wapigwe mawe." Inachomaanisha kwamba hawa Wayahudi, Masadukayo, Mafarisayo walikuwa wameshika dini, wameshika Torati. Lakini habari njema ambayo ninaipenda, nikianzia na huyo Nikodemu, aligundua kwamba uwezo wake wa kushika maandiko na kuwa Mfarisayo wa kujua Torati za Musa haitoshi. Kuna huyu mtu mmoja ambaye ni zaidi. Akamfuata akasema, "Rabi, bake mwalimu, nifanye nini ili niweze kurithi ufalme wa mbinguni?" Kuna kitu alikiona kwamba ni tofauti kabisa na Torati, tofauti kabisa na Uyahudi. Huyu mwalimu, huyu ndugu ana kitu cha tofauti, kabidi apige saluti aseme, "Rabi, bake mwalimu mkuu." Yeye mwenyewe kwa mkuu wa Mafarisayo, mkuu wa Wayahudi, lakini pala akasema, "Rabi, mwalimu, nifanye nini?" Na hata hao wengine hao tunaoona waandishi na Mafarisayo wakajaribu kumuuliza Yesu, "Tumeona Torati inasema hivi." Walikuwepo mara nyingi hao kazi yao kumkosoa, kumtafuta Yesu. Kwa nini? Kwa sababu wao walijiona ndio wenye dini, wao ndio Wayahudi kweli kweli, na hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuzidi sheria ya Musa, kwamba Bwana Mungu ni mmoja tu. Mungu tu atakuja kutuma masihi wake, na jinsi atakapokuja wao walijua kijinsi yao wenyewe. Hawakutaka kufahamu habari nyingine, walijua walichokijua wakakishikilia kweli kweli. Lakini Yesu akiwa na huruma, Yesu akiwa na upendo, na Mungu mwenyewe jinsi kwa rehema zake akaruhusu huyu Yesu azaliwe katikati kabisa, katika taifa la Israeli hilo hilo na Wayahudi. Yesu akazaliwa hapo hapo katikati yao. Kwa sababu gani? Mungu alishatengeneza msingi mzuri. Alitembea na kina Musa jangwani, akatembea na kina Yoshua, akaja kutembea na kina Daudi, akatembea so kina Sulema, akatembea na kina Yeremia, Isaya. Kote alikuwa anawavuta ili kwamba siku moja huyo Masihi atokee katika hii msafari, katika ukoo huu ambao uliandaliwa Yesu kutokea. Na Yesu atokea katika hali ya unyonge. Atokea kama mche mololo, kama Isaya alivyosema. Atokea kama tu mtoto wa Sulemani. Anatokea tu kama fundi seremala. Anatokea kama mtoto aliyezaliwa na Mariamu, mtu wa kawaida. Wayahudi wakasema, "Hapana, haiwezekani. Huyu si Masia. Huyu si tuliomngoja. Kwa nini huyu amekuja tu? Tunamfahamu mtoto wa Sulemani huyu. Tunamfahamu huyu tu, juzi tu alikuwa anatutengenezea viti huyu seremala tu kama baba yake. Amepata wapi uwezo wa mamlaka kufanya mambo makubwa? Haiwezekani bwana. Sisi huyu tunamjua." Ndio maana Biblia inasema hata kuna sehemu Yesu kabidi atoke katika ule mji aliozaliwa, akaambia, "Bwana, hakika nawaambia nabii hana heshima kwao." Kwa sababu kwa maneno haya ya kawaida, vijana wana maneno wazima, alimchukulia poa kama huyu wa kawaida sana, tunamjua. Na kwa kufanya hivyo wakazuia mioyo yao kufunguka kumpokea. Ndio maana Yesu kabidi aanze kukamata vijana wale tulisoma kidogo, na tutakuja kuwaona huko mbeleni. Anakuja kumuita Nathanieli, anakuja kumuita Petro, anakuja kumuita Mathayo, anamuita Yohana, huyu pia aliandika kitabu. Anaanza kuwaita, "Njooni, mnifuate." Wanaanza kumfuata, lakini hata kwenye kumfuata kwao sio kwamba 100% walikuwa na imani sana. Walimkubali sana. Na hiyo ninapata ushahidi kwenye kitabu cha Matendo 1:6. Hata kabla kitabu cha Matendo, Yesu alivyokufa tu pale msalabani, Petro mwenyewe wa kwanza akakimbia karudi kwenye uvuvi. Na hiyo sio Petro mwenyewe, hata kuna wanafunzi wengine ikabidi kusema, "Hapana, huyu sie." Kwa nini? Kweli amekufa? Kwa nini amepigwa?
Na naweza nikasema kwamba hata inawezekana hata Yuda alikuwa na wazo kwamba huyu ni Masihi, najua kweli ni Masihi. Hata nikienda tu nikimuuza, nikipata fedha, tapata tu fedha, akifika tu yeye atakimbia tu, ataweza kutoroka tu, ataweza kufanya miujiza yake, hawezi kumuua. Kwa sababu kidogo alikuwa na imani, lakini kuona kweli amekamatwa, Yuda akachanganyikiwa, kabidi akajiue. Kwa sababu haiwezekani kweli Masihi amekamatwa kweli. Petro mwenyewe amechanganyikiwa, hatakuwa kweli sio mwenyewe, ikabidi amkane Yesu. Haiwezekani, huyu kweli sio Yesu Kristo. Unamfahamu? Hapana, simfahamu. Kwa sababu imani ya kumpokea na kumkubali bado ilikuwa haijaingia kweli kweli. Na hata sasa kitabu cha Matendo unapokuja kukubali, baada Yesu ameshafufuka, ameshawatokea, anawapa maagizo ya mwisho. Lakini wale wanafunzi wake, angalia swali ambao amemuuliza Yesu, Matendo 1:6. Basi walipokutanika wakamuuliza, akasema, "Je, Bwana, wakati huu ndio utakapowarudishia Israeli ufalme?" Yaani Yesu anawaza mambo makubwa, awape kazi, wakuwa mashahidi, washahidi wa habari njema kwamba Yesu Kristo amefufuka, washahidi kwamba Yesu Kristo yu hai, ushahidi kwamba Bwana kweli tumemwona ametutembelea, ushahidi kuanzia Yerusalemu, Yudea mpaka Samaria. Lakini unaanza kuwaza hivi tu, wakati huu wa kuturudishia Israeli ufalme, kwamba kuanzia sasa hivi sisi tena hatutatekwa, hatutaonewa, Uisraeli utakuwa taifa teule, na Yesu Masihi kweli umekuja, tumekukubali, ni wakati huu unakuja kutawala. Akamwambia, sio kazi yenu Bwana. Takuja kutawala ndio, lakini sio kazi yenu. Mimi kazi yenu nao hapa, mkawe mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo hapo sasa tunapoingia katika somo la pili. Somo hili la kwanza tumeishaelewa kwamba hawa watu ambao wanasemewa ni Wayahudi, ambao manabii walishatabiri kwamba atakuja kuzaliwa nabii ambaye atazaliwa ufalme, ambaye atazaliwa katika ukoo wa Daudi, ambaye na wao hawa atakuwa lazima katika hii ukoo wa Wayahudi pia huku, ambaye atakuwa ni Myahudi, ambaye naye atatokea huko kwa Waisraeli wenyewe. Na kweli amezaliwa, lakini baada ya kumuona hawakumkubali, hawakumpokea, waliendelea kushikilia taratibu zao, kanuni zao, torati zao, na hawakutaka kuruhusu mioyo yao kuweza kumkubali Yesu. Na hata kipindi kilichopita nilisema kwenye sura ya 5, walitaka kumuua tu, walikuwa na uzika na mambo yake, kusema Yesu ni mwana wa Mungu, mimi nimetumwa kwa kazi kubwa, mimi ndio mwana wa Mungu, ndio kazi yangu ndio ambayo nimetumwa, lazima niifanye. Walijaribu kumuua, waliuzika, hawakumpokea. Lakini somo la pili ambalo ni njema kwako, bali wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika watoto wa Mungu. Hao ndio waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala kwa nyama, bali kwa mapenzi yake Mungu mwenyewe. Hiyo ndio habari njema anaokupa siku ya leo, bali wote waliompokea. Tukianzia hapo tulipoishia Matendo 1:8, baada ya Yesu, wale wanafunzi wake wanamwambia tu, wakati huu kutuletea ufalme sisi wa Israeli. Wanajiangalia wao wa Israeli tu, hawaangalii taifa mengine, hawaangalii mambo mengine, wanajiangalia wao tu. Kaambia, sio kazi yenu, Mungu anajua atakuja kumiliki, itatokea tena huko, hivyo vingine vitakuja, lakini kazi nao hapa ni hii: mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu huku, Uyahudi huku ambako mnaona nyie ndo wakuu wa dini. Mtakuwa mashahidi wangu kwamba amekuja neno, amekuja Masihi, amekuja Joshua, amekuja mfalme wa wafalme, aliyeshinda mauti. Amekuja na ameshinda mauti. Kaburi alijamzinga, amefufuka, yuko hai. Mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu hapa na kote katika Yudea, hizi miji ya jirani yenu tutakuwa mashahidi. Utawaambia Samaria huko, utakuja kuambia wewe Samaria kwa ametengwa na kana wanajisi, mtakuwa mashahidi huko hata miisho ya nchi. Hapo sasa ndio inatimia, wote waliompokea, wote waliomkubali. Yesu akatoa wito, hata mwisho wa nchi mtakuwa mashahidi. Tumishi wa Mungu pia, kitabu cha Marko 16:15 anakuja kutoa tena maelekezo. Yesu pale alipofufuka, maagizo ya mwisho akawaambia, Marko 16:15, nendeni ulimwenguni
kote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe ulimwenguni kote. Msiende tu Uyahudi, msiende tu Samaria, msiende tu kwa Waisraeli. Nina taarifa hii moja, mimi Yesu Kristo nimekuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Haleluya! Nyie Wayahudi mmefanyika tu daraja ya mimi kupita, lakini habari njema, sijaja kwa ajili yenu peke yenu, nimekuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Na mimi ninawatuma nyie mkawe mashahidi, ninawatuma mkawaambie, nendeni mkawaambie, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Ulimwenguni kote. Somo la pili nasema bali wote waliompokea. Hapa haijalishi tena Wayahudi, haijalishi tena hapa Waisraeli hawa, haijalishi tena wale washika torati zaidi, haijalishi ni kabila gani. Yesu alipokuwa pale msalabani, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, ishara kwamba hekalu aliko tena Yerusalemu. Haleluya! Hekalu alipo tena pale, hakuna kuhani yoyote ambaye ndo ana haki ya kwenda kusema habari njema, ana haki ya kuja kwa Mungu, ana haki ya kusikilizwa. Akapasua ile hekalu, ishara kwamba wote wana haki ya kumfuata Yesu, wote wana haki ya kwenda kwa Baba, wote wana haki kusikia habari njema, wote wana haki kusema habari za Yesu na kuzipokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Hivi imagine kama una mtoto wako, unasema tu kichumba cha mama na baba, marufuku kuingia katika chumba changu, usiingie katika chumba changu watoto wangu, yani mpaka mtoto anazaliwa. Kwanza haiwezekani, kwa sababu akishazaliwa tu hapo nyonya, lazima utalala naye pale, utakuwa naye kitandani. Na desturi zote sisi wa Afrika wa Tanzania ndo nzuri zaidi. Utalala naye baba hapa, mama hapa, akitaka kugeuka kunyonya atanyonya, kwa sababu ana haki ya kuwa katika chumba cha wazazi wake. Usiseme kwamba wewe mtoto, kwa sababu mtoto wangu huruhusi huku ni cha mama na baba, utalala chumba chake kule. Sijui utamaduni wengine, lakini utamaduni wetu sisi, hata mimi na watoto wangu chumbani kwangu wataingia na wamelala, kikuwa kidogo na waambia ndo chumba chako hiki. Lakini kila siku asubuhi akinoko, daddy I want to greet you, karibu mwanangu, unasemaje? Ana haki mtoto kuingia katika chumba changu. Kwa nini? Kwa sababu ni mtoto wangu. Ndivyo hivyo Yesu akasema, ninafungua hivi, ninaweka ili pazia pembeni. Yoyote ambaye ananipokea, anakubali na kuniamini, anapewa haki ya kuwa mtoto wangu. Na akamwambia, sio ninyi tu wanafunzi wangu 12, kawaambieni mataifa mbalimbali, kawaambieni dunia yote, kawaambieni Tanzania, kawaambieni Afrika, kawaambieni pande zote za nchi kwamba kuna haki ipo ya kufanyika mwana wa Mungu. Haui mtu tena wa kawaida, kuna jambo linazaliwa ndani yako, unapewa haki ya ufalme, haki ya uungu, haki ya kuwa na baba yako wa mbinguni. Haleluya! Na hiyo haki inapewa kwa yule ambaye ameamini. Ndio maana Biblia imeweka vizuri kabisa, wote waliompokea aliwapa uweza, hao ndio waliaminio jina lake. Mpendwa, hauna sababu nyingine, hauna sababu yoyote ya kufanyika mwana wa Mungu zaidi ya kuliamini jina la Bwana wetu Yesu Kristo, zaidi ya kuamini kwamba Yesu Kristo alikufa na kufufuka kwa ajili yako. Warumi 10:9 anasema vizuri kabisa, kwa maana ukimkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na kuamini ndani ya moyo wako kwamba Mungu alimfufua Kristo kutoka katika wafu, utaokoka. Ukiamini tu kuna Yesu alikuja, akafa, akafufuka kwa ajili yangu, unapata wokovu. Na huo kuokoka ndio huo kwamba tayari unapewa haki ya kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo kama ni mwana wa Mungu, hata kubali uingie katika njia ya potovu, hata kubali uingie katika ziwa la moto,
tayari unapewa haki ya kuingia ufalme wa mbinguni. Unapewa haki ya kufanyika mwana wa Mungu. Tito 2:11 pia ilisoma, lakini naendelea kuweka msingi tena hapo. Hii yote haki tumeipata kwa neema. Sehemu nyingine Yesu akamwambia hata wanafunzi wake, sikilizeni nyie, sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi nimewachagua. Sasa mwende mkazae matunda. Inamaanisha nini? Ni neema. Ni kweli labda kwamba hawa Wayahudi wangekubali, wangempokea Yesu Kristo, kama pale walivyoimba pale, walivyopanda mwanapunda wakaimba hosana, umbarikiwa wewe ndio Kristo mwana wa Mungu, hosana. Labda wangeendelea kumwamini hivyo, sijui, lakini bado mpango wa Mungu haukuwa kwa Wayahudi tu, ulikuwa kwa ajili wote. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo anamwandikia Tito, anasema neema ya Mungu inayowaokoa wanadamu wote. Neema ya Mungu haiwaokoi Wayahudi peke yake. Neema ya Mungu haiokoi taifa fulani peke yake. Imeokoa wanadamu wote. Ndio maana anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Neema ya Mungu yaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Sasa ikisha kufunulia, Biblia imesema vizuri, inaanza kukufundisha kukataa uovu, tamaa za kidunia. Yaani inamaanisha nini? Mimi si mwanangu, mtoto wangu mimi hana muda tena kwanza kutamani mambo ya ajabu huko. Ana shida, anakuja, baba ninahitaji hii peni imeisha, nahitaji daftari, nataka new bag, naomba daftari, begi jipya, ninataka kitu fulani. Anakuwa na uhuru wa kuja mbele ya baba yake, ana uhuru wa kujieleza chochote anachokitaka kwa sababu yuko kwa baba yake. Tamaa za kidunia na mambo ya kidunia haya mengi yanawasonga watu kwa sababu hawana baba, hawana msaada, wamekosa tumaini. Lakini bali wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika watoto wa Mungu. Ukijua hivyo, dhambi ndogo ndogo hazitakusumbua, tamaa za kidunia hazitakusumbua. Mambo yanayopita haya utajua kabisa kwamba mimi lazima niishi maisha matakatifu. Lazima nimsikilize Roho Mtakatifu anasema ndani ya maisha yangu. Lazima nisikilize ukuu wa Bwana ndani yangu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Hao ndio waliaminio jina la Bwana. Pendwa mtazamaji, ninapomalizia somo langu la siku ya leo, natamani nikuachie zawadi ya Yesu. Kazi yako ni moja tu, kumpokea. Bali wote waliompokea. Kufungua moyo wako kumpokea Yesu tu. Anabisha hodi ndani ya moyo wako. Usiwe mgumu kama wale Mafarisayo na Wayahudi ambao walikuwa na sababu nyingi. Sababu hiyo inaweza ikawa dini yako, inaweza ikawa desturi zako, inaweza ikawa ni mambo ambayo umelisishwa. Sababu bwana, sisi familia yetu, desturi yetu ni hivi na vile ni vile. Mimi na dini yangu ya babu na baba na nani na nani. Hiyo dini haitakusaidia. Anaweza kukusaidia ni Yesu tu peke yake. Hivyo mpendwa mtazamaji, kazi yako ni moja tu, kusema mimi ninachotaka ile ahadi tu, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Nataka nimpokee Yesu, anipe huo uwezo. Na kama uko tayari na una ushahuku na una nia na umedhamiria ndani ya moyo wako, hapo ulipo unaweza kumpokea Yesu kwa kufuatisha maneno haya ambayo uyaseme kwa imani na uyakili, na wewe ufungue moyo wako kumwambia Yesu na kuhitaji. Kama uko tayari, naomba ufuatishe maneno haya. Sema, asante Yesu kwa pendo lako. Nimesikia habari zako njema kwamba wewe unaokoa. Siku ya leo Bwana, ninafungua moyo wangu, uingie ndani yangu, ubadili maisha yangu, unifanye kiumbe kipya, nikupendeze wewe. Ninamkataa shetani na kazi zake zote ndani ya maisha yangu, na kukubali Yesu
uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisamehe, unitakase, unioshe, niwe kiumbe kipya tangu leo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki. Karibu katika familia ya Kikristo. Karibu katika familia ya Bwana. Mungu akubariki. Karibu pia, endelea kutufuatilia katika vipindi vinavyofuata. Kama hujasubscribe channel yetu, fanya hivyo, subscribe, like, andika comment kwamba nimebarikiwa, nimeokoka siku ya leo. Tutakufuatilia.